Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mnaotufuatilia kupitia channel hii ya Ustadh Shafi Online TV, ni ada yetu na leo ni mwendelezo wa vipindi ambavyo vinapatikana katika channel hii. Kwa hiyo tunakuomba wewe ambaye ni wa kwanza basi uweze kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kuweza kuyapata matukio yote ambayo yataweza kupatikana kupitia channel hii ya Ustadh Shafi Online TV. Lakini vile vile uwe katika mwendelezo wa katika hali ya kusikiliza na kutazama, lakini baada ya hapo ni kudondosha comment yako kwa ile elimu ambayo kwamba umeweza kuipata kupitia channel hii. Ukidondosha comment yako nasi pia tutaweza kuipitia, kuisoma, baadaye tutarudi na majibu ambayo yameonekana kupitia comment yako. Lakini uwajulishe watu kupitia channel hii, ndio pale ambapo unaweza ukashare kwa wengine na wengine wakaweza kujua ama kupata elimu kupitia online hii ya Ustadh Shafi Online TV. Ni mimi mtangazaji wako Saidi Abdallah, nyuma kamera nipo na ndugu yangu bwana Muhammad Shomari. Lakini pia leo hii nipo na shekhe ama ni mkurugenzi mkuu wa channel hii, unaweza kumuita CEO, ambaye si mwingine ni Sheikh Shafi Shomari. Lakini leo tunaenda kuzungumza katika mada mbalimbali ambazo wewe umewahi kuzisikia, tukizungumzia Uislamu lakini pia tukizungumzia Qur'ani. Lakini mbali na hivyo tuliwahi kuzungumzia Biblia, lakini tuliwahi kumzungumzia Yesu Kristo ambaye yeye watu wanasema ama inasadikika hivyo kwamba ndio mwongozo wa kitabu hicho cha Biblia. Lakini leo tunataka tumwangalie katika Waislamu ama wengi Waislamu tuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiyo kiigizo chetu chema. Lakini kwa upande wa Wakristo, baada ya kupatikana Yesu, na wao wanasema wana mtume wao Paulo. Leo tunataka twende kwa pamoja tuweze kumsoma Paulo. Yote haya hayapatikani isipokuwa channel hii ya Ustadh Shafi Online TV. Hivyo basi tunakuomba uweze kukaribia nasi kutusikiliza na kutazama katika darasa mbalimbali zinazopatikana katika channel hii. Lakini pia katika yale ambayo tunayaleta kwenu uweze kutusupport, kutushika mkono katika ile hali ya maandalizi ya dawa ambazo zinapatikana kupitia online hii, kupitia YouTube channel ya Ustadh Shafi Online TV. Lakini pia niwakumbushe jambo jingine, ni kwamba tupo katika maandalizi ya safari ya kidawa ambayo tunaelekea vijijini, na tayari tulishaieleza kwa kiasi kikubwa. Bado mwitikio wenu umekuwa bado kwa upande wetu haujakidhi kwa yale ambayo mahitaji tumeyaleta kwenu, na tunahitaji katika hilo msitusahau. Basi katika hali ya kuchangia, niko namba ambazo hapo zinapita chini, unaweza kuwasiliana na sisi na kuchangia ama kuwasilisha kile chochote ambacho wewe unahisi kitaweza kutuwezesha sisi na kufanikisha safari hii ya kidawa ikiongozwa na shekhe wetu Sheikh Shafi Shomari Pangu. Na mwisho tutaweza kujua kwamba safari hii mpaka hivi sasa kipi tumekipata na kipi tumekikosa na tunahitaji nini kutoka kwenu. Sheikh Shafi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imekuwa ni kawaida yetu kuwaletea watu mada mbalimbali, aidha za kidini ama za kijamii, na hapa nyuma kidogo kulikuwa na mada ambayo inahusu hasa jamii. Lakini tumezungumza sana kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini bado tunahitaji watu wajue na kupata elimu zaidi kupitia channel hii ya Ustadh Shafi Online TV. Na leo somo letu ningeliomba tuweze kumzungumzia ama tuweze kupata elimu kupitia Mtume Paulo. Je, ni mtume kama sisi tunavyoona ama kama wao wanavyodhani? Lakini pia Paulo huyu alitokea wapi? Lakini tofauti na hivyo, je, Yesu Kristo Paulo yeye kamchukulia ni kama mtu wa aina gani? Karibu Sheikh. Sasa kuna jambo moja tunatakiwa tulifahamu. Ndio. Kwamba mimi huwa sipendagi kuongeaga kupitia nje ya maandiko. Ndio. Na ndio kanuni na desturi yangu sana. Na ndio maana hata nikifanya mijadala na watu, ndio, napenda kudumu katika kitu ambacho tuna imani nacho. Ndio. Kwamba Qur'ani, Biblia ndio hivi vinaaminika kwa watu. Ndio. Sasa mimi ukiniletea mistari mingine katika vitu vingine ambavyo havihusiani katika vitabu ambavyo mimi vinaniongoza, ndio, na kwa sio mshabiki wa vitu hivi. Sababu mimi ushabiki wangu na kuongozwa kwangu kwa vile vitu ambavyo tunakubali kuwa vinatuongoza. Sasa unaposoma katika mitume ya Yesu, mitume ya Yesu, ndio, ambayo Yesu aliitaja kama mitume,
bahati nzuri yalitajwa majina. Sawa sawa. Bahati nzuri yalitajwa majina. Kwa hiyo tunatakiwa tutazame katika yale majina. Sawa sawa. Ambayo Yesu alitutajia kama mitume yake aliyoituma. Na hapa paeleweke. Ndio. Mtume ni mtu ambaye anayetumwa na Mwenyezi Mungu akiwa amepewa sheria. Ndio. Lakini kuna mtume wa kutumwa kwa mwanadamu tu wa kawaida. Sijui umeelewa? Nimekuelewa. Huyo anaitwa nani? Mtume. Lakini mtume huyu anakuwa hana sheria iliyotoka kwa Mungu. Isipokuwa anatumika na yule mtu ambaye kaamua kumtuma. Kwa hiyo ieleweke kuna mitume wa aina mbili. Ndio. Kuna mitume ya sheria ambayo imepewa kitabu na Mungu na kuna mitume ambayo tunatumana wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano ukienda kwenye uwanja wa Messenger wa simu yako. Ndio. Facebook pale kuna uwanja unaitwa Messenger. Messenger ni nini? Ndio. Mtume manake ujumbe. Ndio, ujumbe. Huu nao unakuwa ujumbe. Wewe ukiutuma ujumbe unakuwa umeutuma. Ndio. Huu nao unaitwa utume. Na kwenye lugha ya Kiingereza mitume nayo inaitwa messenger. Kwa hiyo unakuta neno lile lile limetumika la mtume lakini linatofautishwa katika matumizi. Ndio. Mimi naweza kukutuma Sheikh Saidi uende dukani ukachukue 1 2 3. Ukiulizwa nani kakutuma? Bwana mimi mtume wa Sheikh Shafi. Haimaanishi wewe ni mtume ambaye uliyetumwa na Mungu. Kwa hiyo kuna mitume baina ya kutumana wenyewe kwa wenyewe, mitume hiyo ipo. Tunatumana wenyewe kwa wenyewe. Sio unanipata sasa? Ndio. Kwa hiyo Yesu alipotumwa alitumwa na Mungu. Na akaikamilisha kazi ambayo Mungu aliyomtuma. Ndio. Aliikamilisha Yesu. Kazi ambayo Mungu aliyomtuma. Lakini Yesu aliwachagua mitume. Ndio. Bahati nzuri akatutajia majina. Chukua Biblia, soma Mathayo 10 mstari wa 2. Sawa. Mathayo 10 mstari wa 2. Sawa sawa. Mathayo 10 mstari wa 2 inasema. Ndio. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Tulia vizuri. Yesu anatutajia nini sasa? Kwanza idadi tunaiona. Wako wangapi? Mitume 12. Kisha anatuambia msisumbuke kuwatafuta. Akataja na nini? Majina kabisa. Majina. Kwa hiyo yule ambaye hayupo katika majina hayo wanapasa watueleze. Ndio. Aliupataje utu? Sawa sawa. Sasa nakuelewa vizuri. Unanielewa? Na kwanza idadi isije kaonekana kuna mitume zaidi ya 12. Lakini cha pili kuna majina ambayo yatakuja hapa yataorodheshwa. Ikiwa katika majina hayo jina mfano mimi Saidi halikutajwa, je, mimi utume wangu mimi kwa Yesu umepatikana wapi? Kwa maana Yesu anakuwa hanitambui kama mimi ni mtume kwa sababu hajanitaja. Unatangaziaje watu sasa wewe mtume? Ndio. Na Paulo ukitazama Sheikh Saidi kwa maelezo yake, yeye anasema ni mtume aliyetumwa na Yesu. Ndio. Sijui umeelewa? Aliyetumwa na Yesu. Lakini Yesu anataja mitume yake. Ndio. Soma sasa. Sawa. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Wa kwanza Simoni wa kwanza aliyeitwa Petro, ambaye ni Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo, na Yohane nduguye, Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo, na Thadayo, Simoni Mkananayo, na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao ndio mitume. Una jina la Paulo? Jina la Paulo hapa hakuna. Anaupataje utume wa Yesu? Saidi funguka. Ndio. Mimi Saidi sasa hivi nafundisha.
hii kuzozana sasa hivi mimi sihitaji. Acha watu wanaokuja nyuma waliosoma kwetu wafanye. Ndio. Lakini sisi tutafundisha. Sasa mtu mwenye akili akae chini, daftari na peni, ndio asome. Na mafundisho haya unayoona ndio mafundisho ambayo yanasababisha sisi mpaka marafiki zetu wengi wamekuwa Wakristo. Sio kwamba wamebadili dini, wamekuwa Wakristo. Yani marafiki zetu ni Wakristo wengi ambao wanatuambia tunawaelewa mnachosema. Sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunafundisha, sisi hatubishani, sisi hatutukanani, sisi hatukashifu. Tunakuelekeza utaratibu mzima ulivyo, uishi kwenye utaratibu uliokuwa bora. Sawa sawa. Wewe kinachotakiwa kufanya sasa ni kukamata karatasi na peni na Biblia yako kisha kutufuatilia nini tunazungumza. Sawa sawa. Lakini desturi ya mitume au manabii sio maneno. Ndio. Kuna mtume na nabii. Nabii anapewa habari mahala alipo kuwepo. Mtume wa kisheria ni yule ambaye anatumwa kwa eneo maalum. Ndio. Manipata? Nimekupata vizuri. Anatumwa kwa eneo maalum. Nabii anaweza kuwa nabii asiwe mtume. Ila mtume hawezi kuwa mtume, sharti awe nabii. Maana kila mtume ni nabii, lakini sio kila nabii ni mtume. Sawa sawa na kusema kila mwalimu mkuu ni mwalimu, lakini sio kila mwalimu ni mwalimu. Sawa sawa. Utume una daraja kubwa kushinda unabii. Ila huwezi kufikia utume, sharti uwe nabii. Kwa hiyo anayetajwa kuwa mtume kisheria lazima amepita kwenye unabii. Sasa manabii hawa Yesu anasema wanafundishwa na nani? Ndio. Wanasomaje? Yohana 6:45. Sawa. Yohana kutoka Mathayo, Luka, Marko, ndio. Sawa. Ndio tunasoma Yohana 6:45. Kuna kitu kidogo nataka tujifunze. 45 inasema hivi. Imeandikwa katika manabii. Imeandikwa katika manabii. Na wote watakuwa wamefundishwa na nani? Na Mungu. Kumbe Yesu anatuambia nabii ndio atakuwa amefundishwa na Mungu. Sasa mtume hawezi kusoma kwa wanadamu. Mtume hawezi kusoma kwako. Ndio. Kwa sababu wewe utakuwa unajua zaidi sasa kuliko huyo nani? Mtume anatakiwa awe mtu special, mambo yake yanakuwa ya kimiujiza. Sasa umeelewa? Ndio. Lakini tukijua mtume huyu kasoma kwa Ayubu, tutapata shida. Ndio. Mbona mtume yenyewe elimu yake kachukua kwa yule? Kama yeye huyu mtume anachukua kwa Mungu, kwa nini Mungu asimfundishe mwenyewe? Sasa ndio katika Qur'ani wama yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu allamahu shadidul quwa. Muhammad alifundishwa na Mungu. Yesu anasema wanafundishwa na Mungu. Wakifundishwa na wanadamu tutatia mashaka elimu yao imepatikana kwa wanadamu. Kwa yule mwanadamu aliyemfundisha mtume atakuwa bora kuliko mtume mwenyewe, kwa sababu atasema yale mambo anayoyasema yale nimemfundisha mimi. Ndio. Hata mtume Muhammad wakati anawasomea Qur'an walitia mashaka. Wakamwambia huyu Muhammad hajui kusoma. Maneno haya akayapata wapi? Ndio. Wakasema kuna mshairi anamfundisha. Anakushangaa. Mungu sema wa ma'allamnahu shi'ra. Afundishwe huyu. Wala tunamfundisha mashairi. Wengine wakafikia kwamba hii Qur'ani iktatabaha fayatumla alayhi bukratan wa aswila. Muhammad kaandikiwa afukasomeshwa. Mungu ndo anamvua, anamwambia Muhammad la tuharriki bi lisanak
lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Muhammad, usiwe na pupa kutaka kujua hivi. Usitikise ulimi wako ukafanya haraka kutaka kujua. Ndio. Inna alaina jam'ahu, sisi tutakukusanyia, wa Qur'ana, tutakufundisha. Sawa. Hii inaonyesha mitume wanafundishwa na nani? Na Mungu. Ndio. Sanuqri'uka fala tansa. Usome kwa mwanadamu. Ukisoma kwa mwanadamu, watu watajiuliza mbona kafundishwa? Je, aliyemfundisha ndio atakuwa bora? Ule ndo kampa material yule. Ndio. Lakini material ya mitume yanatoka direct kwa Mungu mwenyewe. Wewe Paulo, wewe fungua Matendo 22:3. Wewe Paulo, ndio. Kabla hatujaingia kule tunapotaka kuingia, Sawa. tunapaswa tukutazame. Rudi nyuma, Matendo ni hiyo pia. Hii ni nini? Hii Warumi. Twende mbele, unakutana na Matendo. Sawa. Hapo Wakorinto, Wagalatia. Sawa. Rudi nyuma, umeshapita Matendo. Rudi Warumi kitabu cha nyuma. Sawa. Ndio, tusome 22:3. Tusome Matendo 22 mstari wa 3 nasema. Lakini umeshika kanuni kule mitume. Ndio. Mitume wanafanyaje? Wanafundishwa na Mungu. Wanafundishwa na Mungu. Sawa, Matendo 22:3 inasema mimi ni mtu wa Kiyahudi. Paulo anasema mimi ni mtu wa Kiyahudi. Ndio. Nalizaliwa Tarso. Nimezaliwa Tarso. Mji wa Kilika. Mji wa Kilikia. Mji wa Kilikia. Ndio. Ila nililelewa katika mji huu. Nililelewa katika mji huu. Miguuni pa Gamalieli. Miguuni pa Gamalieli. Nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi. Nikafundishwa sheria za baba zetu kwa usahihi. Nikiwa mtu wa jitihadi kwa Mungu. Tosha. Hiki kipande Paulo anasema akafanyaje? Yeye kazaliwa katika mji, akafundishwa sheria za baba. Gamalieli ndiye aliyemfundisha hizo sheria. Kwa sababu Gamalieli ndio alikuwa mwalimu na Paulo kalelewa. Ndio. Kosa kubwa la kwanza, kafundishwa na Gamalieli. Kafundishwa na kanuni za mitume, wanafundishwa na Mungu. Huyu kafundishwa na Gamalieli. Ndio. Lakini rudi katika Mathayo 12, usifunue iache. Wale wanafunzi waliotajwa, mbona Paulo hakuwekwa? Kwa nini? Kwa nini? Paulo katokea wapi? Historia yake hiyo katokea Tarso. Ndio. Katika mji wa Galikia. Sasa huyu wakati Yesu yupo alikuwa wapi? Na je, ujaji wake katika hii dunia, Paulo alikuja akiwa Yesu yupo au alikuja Yesu kashaondoka? Ndio. Paulo mwenyewe kwa mujibu wa vitabu, fungua Korinto wa pili 12:1. Sawa. Tumuulize. Sawa. Yeye mwenyewe anapasa kututolea jawabu. Kitabu gani? Wakorinto. Hiyo ni Wakorinto. Ndio naitafuta hapa. Yaani hapo kitabu gani huko? Hapa nipo Mathayo. Mathayo ni mwanzo sana Sheikh Said. Twende mbele tu. Sawa. Iko kitabu gani? Hichi Matendo, Wagalatia. Umeenda mbali huko. Wakorinto Sheikh Said unafanya hivi. Hapa ni kitabu gani? Waebrania. Arudi nyuma utakutana na Wakorinto sasa. Sawa. Rudi tu nyuma huko. Hiyo Timotheo. Iko kitabu gani? Wakolosai. Hapo. Wagalatia, Wakorinto hapa. Wa pili 12:1. Wakorinto wa pili 12. Wakorinto wa pili 12. Si ndivyo?
Sawa, Korinto wa pili 12:1. Ndio. Korinto wa pili 12:1 inasema, sina budi kujisifu. Anasema Paulo. Sina budi kujisifu. Ijapokuwa haipendezi. Wewe anaitwa Mr. Misifa. Sina budi kujisifu japokuwa haipendezi. Lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Sasa ni miaka 14. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu anajua mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbinguni ya tatu, mpaka mbingu ya tatu. Miaka 14. Baada Yesu kuondoka na kuja Paulo. Na anasema katika mwili sijui. Kama alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ndo anafanya, anajua. Ila ninachojua alijakuliwa akapelekwa mbinguni. Sio alikufa. Alinyakuliwa akapelekwa mbinguni. Miaka 14 ndo anatokea. Na historia yake huyu Paulo alitumwa na Warumi kuja kuiharibu dini ya Yesu Mashariki ya Kati. Ndio. Warumi walimtengeneza ili mradi aje kuharibu dini ya Yesu Mashariki ya Kati. Na Warumi waliamini wanaweza kuitawala dunia kupitia katika kitengo cha dini. Ndio maana leo kuna papa leo anaitawala dunia kupitia kwenye nini? Kwenye dini. Siri yake. Kwa hiyo watu walikuwa na akili sana kwamba tukitaka kuwatawala watu lazima tuingize mambo yetu katika dini. Tukishaingiza mambo yetu katika dini tutawatawala kirahisi, kwa sababu watu wana imani sana na Mungu. Ndipo akatumbukizwa Paulo. Sawa. Sasa Paulo ataingiaje sasa? Paulo lazima atengeneze kwamba yeye alikutana na Yesu. Yesu alimtokea. Ndio. Ili mradi akishasema katokewa na Yesu, watu wataamini kumbe maagizo aliyochukua haya amepewa na Yesu. Paulo mjanja afa na akili sana. 26:12 Matendo ya Mitume. Sawa. Paulo ni mjanja sana. Rudi nyuma Matendo Shesaidi. Sawa. 26 baada ya Warumi nyuma ya 26:12 Matendo. Msikilize inasema. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski. Unaona sasa? Nilipokuwa naenda Dameski, wenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani. Wenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani. Mfalme. Ndipo wakati wa adhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni. Wakati gani huo? Wakati wa adhuhuri. Anasema aliona nini? Aliona nuru inatoka mbinguni. Paulo. Njiani. Endelea. Aliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua. Ipitayo mwangaza wa jua. Ikinimulikia mimi. Ikinimulikia mimi. Na wale waliofuatana na mimi pande zote. Na wale waliofuatana na mimi pande zote. Tukaanguka nchi sote. Tukaanguka. Tukaanguka nchi sote. Tukaanguka nchi sote. Nikasikia sauti ikisema. Nami kwa lugha ya Kiebrania. Ile sauti inasema na mimi kwa lugha ya Kiebrania. Sauli, mbona waniudhi? Mbona unaniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo.
Nami nikasema, wewe yu nani? Wewe ni nani mpaka unaniambia na kuuzi? Bwana? Bwana akanambia. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Ni Yesu. Kuna maneno Paulo alipotengeneza. Sasa akili inafunguka. Ndio, na vile ulivyosema ni mjanja ndo nazidi kuona sasa. Tumoja na maneno sana. Warumi wataingizaje ili swala lao katika dini? Na Yesu ameshaondoka, ameshataja mitume wake. Kwa vyovyote wanaotokea tutasema ni waongo, sio mitume tena. Hawa jamaa tukiwaambia Paulo ni mtume hawawezi kutuelewa. Tuchezee hiki kitabu. Mchezo gani tutakaocheza? Tuseme sasa Yesu alimtokea Paulo. Endelea kidogo. Waseme Yesu alimtokea Paulo. Mimi ni Yesu. Sawa. Ambaye wewe unaniudhi. Sawa. Lakini inuka usimame kwa miguu yako. Maana nimekutokea kwa sababu hii. Nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya. Umejifunza? Mambo haya uliyoyaona. Umejifunza cha zaidi? Na ikaonekana Yesu amemthibitisha hapa mtumishi. Mtumishi. Ndio. Ikaingizwa. Sasa ukibisha Paulo sio mtume, mbona hajatajwa? Yesu mwenyewe alimtokea. Anasema alipokuwa anapita wakati wa dhuhuri, mwanga ukamtokea, tukaanguka sote. Si ndio hivyo? Tulianguka sote. Akasikia sauti. Rudi tena hiyo 20 ngapi umesoma? Hii ni Matendo 26. Soma 22:5 Matendo. 22:5 Matendo. 22:5 Matendo tunaisoma. 22:5 Matendo inasema. Kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo. Na wazee wa baraza wote pia. Ndio. Ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu wale. Ndio. Nikaenda Damaski. Anasema akaenda Dameski. Mwanzo anasema tulienda Dameski. Endelea. Ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu. Ndio. Hali wamefungwa ili waadhibiwe. Endelea. Ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski wakati wa dhuhuri ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni ikanimulikia pande zote nikaanguka nchi nikasikia sauti ikiniambia. Mwanzo anasema tukaa hapa yuko peke yake, kule wapo wengi. Kitendo hiki kimoja, ukiwa muongo sio msaulifu. Ndio. Sahihi. Shumenielewa? Ndio. Haya maandiko yapo ambayo Warumi waliyapenyeza humu kupendeza jambo lao kwa njia ya imani. Ndio. Na ndio maana Paulo anajichanganya, kule ilinimulika peke yangu, huku ilitumulika sote. Ndio. Kule nikaanguka peke yangu, huku tukaanguka sote. Ndio. Kuonyesha maelezo. Anawakataa wale watu wake, tena alisema watu ambao walifatana nao. Huko anasema yuko peke yake. Maskini. Kwa sababu kutengeneza kitabu kama hiki, akili kubwa inatakiwa ifanye kazi. Ndio. Lakini haiwezi kufanya kazi. Kwa nini? Kitabu kikubwa sana, huwezi kuharibu maandiko kwa staili. Ndio. Kwa utakuwa huko unachanganya kusema, huko unachanganya kusema. Ndio. Ndipo kilichomtokea Paulo. Kwa nini? Kwa sababu anatafuta nafasi ya kuonyesha kwamba yeye ametumwa na Yesu. Ikiwa mtakaa mtajadili ile mitume ya Yesu iliyotajwa majina, basi yeye baada ya Yesu miaka 14 kuondoka, ndipo alipotokewa na Yesu akapewa utume. Paulo anavisa sana.
Hatari sana huyo mtu. Luka 13:35. Sawa. Mathayo, Luka, Marko. Sawa. Ndio. Na Mathayo, Luka, utapata Mathayo, utakuja Marko, utakuja Luka 13:35. Luka 13:35. Luka 13:35 inasema, ndio. Tunasoma Luka 13:35 inasema. Tamani hii hapa 35 inasema inasema kama hivi. Angalieni, Yesu anasema angalieni, mmeachiwa nyumba yenu. Mimi nimeachiwa nyumba yenu. Nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe. Hamtaniona tena kamwe. Hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Yesu anasema hamtaniona tena kamwe. Umbo anasema kamwe. Na kisha sema kamwe kwa maana haitotokea. Kamuona. Kamuonaje sasa? Huyo mchezo anautengeneza Paulo. Ndio. Mchezo anautengeneza ili sasa jamii Warumi wafanikiwe kuitawala dunia kwa njia ya imani pale Mashariki ya Kati. Ndio. Na kuelewa vizuri. Rudi kwenye Mathayo 12. Sawa, tunarudi kwenye Mathayo 12. Tunasoma. Anza 5. Sawa, Mathayo 10 mpaka 5 tunasoma. Na hao thenashara Yesu aliwatuma, hao wanafunzi 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, ndio, katika njia ya mataifa msiende. Katika njia ya mataifa msiende. Wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anawaambia wanafunzi katika njia ya mataifa msiende. Sawa? Katika njia ya mataifa? Msiende. Wanaambiwa kina nani? Ndio. Wale wanafunzi sasa wale 12. Anawakataza. Katika njia ya mataifa msiende. Rudi Matendo 18:5. Sawa. Matendo 18:5. Ndio. Matendo 18 mstari wa 5 inasema hivi. Hapa. Hata Sila na Timotheo walipotelemka kutoka Makedonia, sawa, Paulo akasongwa sana lile neno, akiwashuhudia Wayahudi wa kwamba Yesu ni Kristo. Endelea. Walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakung'uta mavazi yake akawaambia, ndio, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu. Sawa. Mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Natosha. Yesu anawaambia wanafunzi wake msiende kwenye mataifa. Paulo yeye atakwenda. Yaani huyu maamrisho ya Yesu yeye hataki kuyasikia kabisa. Na anawapinga wazi. Anawapinga wazi hapa kwamba yeye ataenda. Umeelewa? Ndio. Wakati Yesu anawaambia wanafunzi wasiende kwenye njia kwa mataifa, lakini Paulo anasema mimi naenda. Kwa hiyo ndo unapata jawabu, Warumi walitumbukiza jambo lao kwa njia ya imani Mashariki ya Kati ili waweze kuitawala dunia. Ndio. Kwa hiyo wakamchomeka mtu ambaye huyu ndiye aliyekuja kuharibu mazingira. Wakuja kusoma historia yake huyu mpaka upapa ulipotokea.
huu papa ulitokea wapi? Ndio. Alianza hivyo hivyo, akachokola akaingia. Ndio. Tunapata chesa. Ndio. Ndo hapo anaanza kuleta mafundisho. Yesu anaambia wanafunzi wake, njia ya mataifa msiende. Yeye anasema tangu sasa mimi naenda kwa nani? Kwa mataifa. Ndio. Unaelewa? Kana Yesu. Tusome tahadhari aliyoitoa Yesu kwa wanafunzi wake. Ndio. 16:1 Yohana. 16:1 kitabu cha Yohana. Tunaambia Waislamu wajenge darasa, tufundishe hivi vitu. Ndio. Watu wakae chini tufundishe, uko mbali sana unaenda. Ndio. Yohana ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Ndio hiyo naitafuta hapa. Sawa. Sisi tutakufa sasa. Elimu inatakiwa iridhishwe kabisa kwa watu wasome. Ndio. Ndio. 16:1 Yohana. Tumsikilize Yesu tahadhari yake kwanza. 16:1 Yohana inasema. Haraka kidogo hapa. Ndio. Hii hapa. 16:1 Yohana inasema. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Sikiliza kauli ya Yesu. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Kwa nini? Watawatenga na masinagogi. Watawatenga na masinagogi. Naam. Saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Anazania kila mtu, sio watu, kila mtu awauaye anamtolea Mungu ibada. Endelea. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Watawafanya hivyo kuwaua na kuadhibu na kutengwa kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Endelea kidogo. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja miyakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Yakikufikieni nikumbuke kwamba mimi naliwaambia. Kuna mtu atakuja kuwaua nyinyi. Na wewe hajui mimi wala Baba. Ndio. Tumtafute nani? Kule Matendo 26:9. Matendo 26:9. Sawa. Matendo 26:9. Ndio. Inasema hivi. Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi. Sasa hivi ukisoma ili tuende kwa vituo. Tusome kwa utaratibu. Sawa. Mimi mwenyewe. Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Nazareti. Hapo kwanza Paulo anatokea anasema kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu ya kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Nazareti. Paulo ndio. Endelea. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Nikayafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya gereza. Nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Ndio. Anasema nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Na walipouawa wale na alitoa idhini yangu. Na kule Yesu anasema atatokea mtu waua. Paulo anasema walipouawa na alitoa idhini yangu. Piga huyo ua, kamata, weka ndani, maliza. Ndio. Na mara nyingi katika masinagogi yale, katika masinagogi yote, na anasema mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu nikawashurutisha kukufuru. Ona maneno. Paulo sio? Kawaadhibu afu anawaambia lazima mlete kufuru. Ndio. Sahihi. Ndio. Lazima mlete kufuru. Unajua kufuru yenyewe ipi hiyo? Tito 2:13.
Tito 12. Tito 2:13. Sawa. Tito 2:13. Sawa. Tito 2:13 inasema hivi. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kuna maneno anatangaza kwamba Yesu ni nani sasa? Mungu mkuu na mwokozi wetu. Anawaambia hii lazima tangaza Yesu. Ukisha tangaza Yesu Mungu, yeye anakuwa nani sasa? Mtume wa nani? Mtume wa Yesu. Ndio. Haujaelewa? Sahihi. Ndio. Kwa hiyo lazima watu waseme Yesu Mungu. Alafu yeye ndo awe mtume wa Yesu. Kwa hiyo akatangaza Yesu Mungu mkuu. Hili nalo akapingana na Yesu. Yohana 14:28. Yohana 14:20. Sawa. Yohana 14:28 inasema hivi. Sawa. Yohana 14:28 inasema hii hapa. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia. Yesu huyo sasa. Ndio. Wakati Paulo anasema Yesu Mungu mkuu, Yesu anasema mlisikia mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Ndio. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu anasemaje? Baba ni mkuu kuliko yeye. Na Paulo anasema Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu na mwokozi. Mungu mkuu. Wakati Yesu anasema kuna Mungu kuliko yeye. Baba yake ni baba yake Yesu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko Yesu. Lakini Paulo yeye anataka kuonyesha watu kwamba Yesu ndio mkuu. Unaonaje hapo? Vitu vili tofauti. Anajitengenezea mtume. Anampa uungu Yesu. Yeye anajitengenezea. Shesaidi leo kiache hapo kwa kipande. Kinatosha hapo. Alafu bado tutaendelea kumchambua. Sawa. Wapenzi watazamaji kupitia channel hii ya Ustadh Shafi Online TV, Shekhe ametaka leo tukome hapa. Haina maana kwamba tumemaliza. Bado. Hii ni sehemu ya kwanza ya kumjua Paulo ama mtume Paulo aliyejipa utume. Sio kwa mtume kwa mujibu wa kufundishwa na Mungu. 15:9 kwa hatuishia. Haya, tunaishia hapa leo tu, ama tunasema tunakomea hapa, lakini tulimuona sasa huyu mtume Paulo ambaye yeye kajipa utume na hapo akachukua nafasi ya kumpa uungu Yesu. Tumeona wapi alitokea na mpaka hivi sasa tunaendelea kumshuhudia ama kumsoma Paulo. Lakini hii ni sehemu ya kwanza tu. Bado ni kusihi sana uendelee kubaki hapo kupitia channel hii ya Ustadh Shafi Online TV, ukikuwa tayari na sisi tukikuletea sehemu ya pili ya kumjua Paulo ambaye alijipa utume naye pia akampa uungu Yesu. Haya mambo ili yeye awe mtume. Haya mambo hayapatikani kwinginepo isipokuwa hapa Ustadh Shafi Online TV, ambayo ni nyumba ya elimu. Kama kawaida yetu ulikuwa nami mtangazaji wako Saidi, nikiwa na shekhi wangu Shafi Shomari, lakini nyuma kamera nilishawaambia, na hivi sasa nipo na ndugu yangu Juma Makonde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.